Hivi unaikumbuka filamu hii? I'm asking you, as a friend. Stand in my corner. Just this one last time. Hii ni filamu ya Rock Part 4, ikiwa ni mwendelezo wa filamu za Rock zilizoanza kutoka mwaka 1976. Filamu hii ya Rock Part 4 imetoka mwaka 1985, ikiwa nayo imeandikwa na kuongozwa na Sylvester Stallone au maarufu kama Rambo. Starring wa filamu hii ni Sylvester Stallone, pia Dolph Lundgren, Brigitte Nielsen, Talia Shire, Carl Weathers na Burt Young. Inaelezwa hii ndio filamu ya Rock iliyopata mauzo makubwa zaidi ukilinganisha na filamu za Rock zilizotangulia, kwani filamu hii ilitengeneza pesa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 300 duniani kote. Filamu hii ya Rock Part 4 storyline yake ndio imekuja kuendelezwa kwenye filamu ya The Creed ya mwaka 2018. Sasa kuna mambo machache ambayo pengine watu wengi hawafahamu kuhusu filamu hii ya The Rock Part 4. Ila kabla sija kueleza hayo mambo, naomba nikukumbushe kutembelea akaunti yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la Kenny Kids Films, au bonyeza link iliyopo hapo juu kwa bio yangu na itakupeleka moja kwa moja kwenye chaneli yetu, na utaona filamu zetu tulizozitengeneza tukiwa na lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Lakini muhimu zaidi, usisahau kusubscribe na pia like, share na kuweka komenti yako katika filamu hizo. Turudi sasa kwenye filamu yetu ya The Rock Part 4. Kwanza kabisa inaelezwa huyu Dolph, hii ndiyo filamu iliyomfungulia milango ya kuweza kupata deals za kucheza filamu kubwa za Hollywood akiwa kama lead actor. Kwamba kabla ya hii filamu unaambiwa Dolph aliwahi kucheza nafasi ndogo tu kwenye filamu ya James Bond A View to Kill ambayo nayo ilitoka mwaka huo 1985. Sasa Dolph aliposikia timu ya Sylvester inatafuta mtu wa kucheza kama mpinzani wa Rock Balboa katika filamu ya Rock ya 4, basi moja kwa moja Dolph akatuma picha zake na videos kwa moja ya watu wa timu ya production ya filamu hiyo ya Rock. Ila inaelezwa baada ya timu kupitia zile picha na videos, wakaona Dolph hatofit kwenye ile nafasi, kwani ni mrefu sana ukilinganisha na Sylvester Stallone, lakini pia ni mtu ambaye amejaa zaidi kuliko Sylvester Stallone, hivyo itamfanya Sylvester aonekane mdhaifu sana kwa Dolph. Ila kwa bahati nzuri zile picha na videos zikawa pia zimemfikia Sylvester, na baada ya kuziona zile picha unaambiwa Sylvester akavutiwa na mwonekano wa Dolph na ule urefu wake, pia akaiambia timu yake kuwa Dolph ndiyo mtu sahihi wa kucheza nafasi ile. Sababu kubwa ambayo Sylvester alisema ni kwamba ujazo na urefu wa Dolph utamfanya yeye aonekane kama amepigana na mtu ambaye ni mashine, yaani mtu aliyetengenezwa na kuandaliwa kwa mafunzo ya kisasa na ya hali ya juu katika mchezo huo wa boxing. Jambo lingine ni kwamba ilimchukua Dolph kufanya mazoezi makali ya boxing miezi 5 mfululizo kabla ya kuanza kushuti filamu hiyo. Inaelezwa katika wiki Dolph alikuwa anapumzika siku moja tu, na kwa sababu hiyo mwonekano wa Dolph ulikuwa ni wa kikakamavu sana, kiasi kwamba unaweza ukadhani jamaa ni kiumbe fulani hivi ametengenezwa kutoka laboratory za sayansi za teknolojia ya juu kabisa. Lakini pia unaambiwa Sylvester alitaka uhalisia, kiasi kwamba kipande cha kwanza cha kupigana kati yake yeye na Dolph alitaka wapigane kiukweli, ili kuleta uhalisia kwa mtazamaji atakayetazama filamu hiyo. Na kwa bahati mbaya sana Dolph alimpiga ngumi nzito ya kifua na kupelekea blood pressure ya Sylvester ipande mpaka kufikia 290 na kusababisha Sylvester alazwe kwa muda wa siku 9 hospitalini, huku akiwa chini ya uangalizi maalum wa madaktari. Ikumbuke kwamba Dolph kabla ya kuingia kwenye keria ya kuigiza alikuwa tayari ana mafunzo ya martial art na alispecialized kwenye mapigano ya karate aina ya Kyokushin, akiwa na ushindi wa mkanda mweusi katika mashindano ya Heavyweight Championship yaliyofanyika huko Ulaya mwaka 1980. So kiufupi Dolph alikuwa ni mashine kwelikweli. Hata unaambiwa yule Carl Weathers au Apollo Creed kama alivyofahamika kwenye movie, ilibaki kidogo tu akatae kuendelea kushuti filamu hii baada ya Dolph kumrusha kiukweli mpaka kwenye kona ya ulingo pale walipokuwa wanashuti sini za kupigana ulingoni. Carl alisema Dolph alikuwa anapigana kiukweli na alikusudia kutaka kumjeruhi. Kingine ambacho watu wengi hawafahamu ni kuhusiana na yule mwanamke aliyeigiza kama mke wa Dolph. Inaelezwa yule ndiye alikuja kuwa mke wa Sylvester katika maisha halisi, na ndoa yao ilidumu kwa muda wa miaka 2 tu.
Mwisho kabisa, inaelezwa filamu hii imekuwa ni moja ya filamu za michezo iliyoleta mapinduzi katika mchezo huu wa boxing, kwani staili na aina ya vifaa vya mazoezi vilivyotumika kwenye filamu hii vilikuja kuanza kutumiwa kwenye mazoezi ya mchezo huu wa boxing. Hii inamaanisha kwamba filamu hii ilikuwa mbele ya muda. Vipi kwa upande wako? Ni filamu gani ya Rock unayoikubali zaidi katika filamu zote za Rock zilizowahi kutoka? Niandikie jibu lako hapo kwenye comment section. Until next time, jina langu ni Ken Ukiz. Bye.